Je, unaijua siri iliyojificha nyuma ya mafanikio ya wazazi wako? Wakati mwingine adui mkubwa hayuko mbali, bali yuko ndani ya nyumba yako. Ungana nasi katika simulizi hii ya kusisimua na ya kutisha inayomhusu Jack, kijana ambaye maisha yake yanageuka kuwa ndoto ya mauti baada ya kugundua kuwa yeye ndiye funguo ya agano la damu kati ya baba yake na ufalme wa giza. Karibuni wapenzi wa simulizi za kusisimua. Leo tunawaletea mkasa wa kweli wa kijana Jack, mkasa ambao utakuacha ukitetemeka na kujiuliza mara mbili kuhusu watu unaowaamini. Kabla hatujaanza, hakikisha umesubscribe, umelike na umeacha komenti yako. Katika ulimwengu mwingine, ulimwengu uliotawaliwa na giza nene na harufu ya kiberiti, ibada ya ajabu ilikuwa ikiendelea. Watu waliovalia majoho marefu walikuwa wakimsujudu Shetani. Ghafla, kiongozi wao alijitokeza na kutoa tamko lililotikisa ardhi. Nendeni duniani, kamwambieni mwanadamu kwa muda umewadia. Nimerudi kuchukua kile ambacho ni changu. Nimerudi kuchukua watu wangu. Duniani, kijana Jack alikuwa akiishi maisha ya kawaida na wazazi wake. Siku hiyo, baada ya kurudi shule, Jack alijihisi amechoka sana. Mama, baba, nahitaji kupumzika kidogo, alisema huku akijitupa kitandani. Lakini usingizi ule haukuwa wa kawaida. Jack alijikuta kwenye ulimwengu wa giza akiwa amefungwa kamba kitandani. Karibu yake viumbe watano wenye kanzu rangi ya damu walikuwa wakimzunguka. Macho yao yalikuwa mekundu kama makaa ya moto. Tunahitaji damu yako Jack. Damu yako ndiyo ufunguo wa kufungua milango ya Shetani, alisema kwa sauti ya kukwaruza. Jack alizinduka huku akipiga kelele. Wazazi wake walikuja mbio na baada ya kuwasimulia, waliamua kumpeleka kwa pasta kwa ajili ya maombi. Tumemletea kijana wetu, anaota ndoto mbaya. Weka mpole. Tunarejea nyumbani sasa. Wewe ni mwaga sana. Wakiwa wanarudi kutoka kwa pasta, ghafla kiumbe wa ajabu alisimama mbele ya gari. Baba yake alitoka nje kuangalia, lakini hakukuta mtu. Hofu ilianza kutanda. Siku iliyofuata, Jack alienda kumuona mpenzi wake, Aisha. Alipomhadithia Aisha kuhusu ndoto hizo, Aisha alicheka na kumwambia, Jack, hizo ni ndoto za kijinga tu, usiziwaze. Lakini Jack hakujua kuwa Aisha alikuwa tayari ameshaingiliwa na nguvu za giza. Usiku huo, Aisha alitembelewa na kiumbe mweusi aliyemwambia, mshawishi Jack aende shambani kesho na utapata utajiri mkubwa. Aisha, kwa tamaa ya pesa, alikubali usaliti huo. Asubuhi iliyofuata, Jack na Aisha walielekea shambani. Lakini walipofika katikati ya msitu, Aisha alibadilika sura na kuwa kiumbe mweusi mwenye macho ya moto. Jack alikimbia kwa kasi kuelekea kusikojulikana huku akihema kwa hofu. Wakati huo huo, Aisha wa kweli aliyekuwa amefichwa alitokea nyumbani kwa kina Jack na kuambia wazazi wake, nyota Jack yuko hatarini sana. Nilitumiwa na kiumbe kumwingiza mkenge. Mama Jack alianza kulia kwa uchungu. Akiwa msituni, Jack alikutana na mzee mmoja wa ajabu. Mwanangu, nifuate kama unataka kupona, mzee huyo alisema. Alimpeleka Jack kwenye nyumba ya nyasi na kumwambia ukweli mchungu. Mimi ni babu yako. Na sababu ya haya yote ni baba yako mzazi. Alifanya agano na Shetani miaka mingi iliyopita ili kupata utajiri, na ahadi ilikuwa ni kutoa damu ya uzao wake, yaani wewe Jack. Jack alipigwa na butwaa. Ghafla, wale majini watano walivamia nyumba ile, wakamuua yule babu kikatili na kumchukua Jack. Jack alijikuta kwenye ulimwengu wa giza, akiwa tayari kutolewa kafara. Shetani alikuwa akicheka kwa sauti ya kutisha. Jack alipiga kelele, Mungu nisaidie. Ghafla, alizinduka akiwa ufukweni mwa bahari mbali sana na kwao. Watu walimshangaa kama mwenda wazimu. Alipofika nyumbani kwao, alikuta marafiki zake wanalia. Jack, wewe ni mzimu. Tulikuzika wiki 2 zilizopita, kinyota rafiki yake alimwambia kwa hofu. Jack alikimbia hadi kijijini kwa wazazi wake. Alimkuta mama yake akiwa na maumivu makali ya moyo. Walimkumbatia kwa furaha na machozi, wakiamini kijana wao amerudi. Lakini furaha hiyo haikudumu. Usiku huo, wakati wamelala, wale majini watano walirudi. Bila huruma, walichukua kichwa cha Jack na kutoweka nacho gizani.
Asubuhi iliyofuata, wazazi wake walikuta mwili wa kijana wao hauna kichwa. Ukweli ni kwamba yule aliyerudi hakuwa Jack wa kweli, bali ni mwili mwingine uliotumwa ili kukamilisha agano la damu. Jack wa kweli alikuwa ameshachukuliwa na viumbe hao milele.